Kuna mwingine anafanya ulinzi vizuri tu, lakini anafanya ulinzi vizuri lakini haelewi kwamba kuna miradi mingine ambayo ni mihimili ya uchumi wa taifa lako. Kwa hiyo hii kazi inapofanywa kwa umakini na vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na jeshi letu la ulinzi la wananchi, jeshi letu la ulinzi la wananchi, ni kitu ambacho hatuna budi kutoa pongezi kwa hawa wanaofanya kazi hii na kuwatia moyo. Sio tena tunaenda kuwakatisha tamaa, tukawatie moyo, kwa sababu ni uzalendo wa hali ya juu, kwa sababu yeye pale ataangalia, hatahakikisha hakuna hujuma na uchumi wetu unaendelea kukua. Kwa hiyo nawapongeza sana wanajeshi wetu na wote walioko katika vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi hii kubwa wanaoendelea kuifanya, na naendelea kuwatia moyo kwamba wasichoke. Maslahi ya taifa ni muhimu kwa taifa letu, na wao tumewakabidhi kazi hii muhimu kabisa, na wanaifanya vizuri na waendelee kuifanya vizuri. Fanikio lingine ni kusaidia mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga, ambapo taasisi zilizopo chini ya wizara zimeimarishiwa uwezo ili ziweze kushiriki katika kukabiliana na majanga au maafa mbalimbali pale yanapotokea, kwa kushirikiana na mamlaka za kiraia. Katika kutekeleza jukumu hili, tumeweza kushiriki kikamilifu katika kutoa misaada ya uokoaji wakati wa majanga mbalimbali katika miaka hii minne, ikiwa ni pamoja na uokoaji katika mafuriko yaliyotokea mkoani Mtwara, kuzima moto uliotokea katika hifadhi ya Mlima Kilimanjaro, kusafirisha misaada ya kibinadamu na kufanya uokozi kwa wahanga wa mafuriko nchini Malawi, uokoaji katika maporomoko ya matope yaliyotokea wilaya ya Hanang mkoani Manyara, uokoaji wa wananchi kufuatia kuanguka kwa jengo la biashara katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, na ujenzi wa nyumba kwa ajili ya wahanga wa maporomoko ya matope yaliyotokea wilaya ya Hanang mkoa wa Manyara, na ujenzi wa nyumba za wananchi waliohamishwa kutoka hifadhi ya taifa ya Ngorongoro kwenda Tanga. Mafanikio mengine ni ushiriki katika miradi, au ni ushiriki niseme, katika kujenga uchumi. Na katika serikali ya awamu ya 6 na hususan wizara kupitia SUMA JKT, tumefanikiwa kuchangia katika ujenzi wa uchumi na kuchangia katika uendeshaji wa mafunzo ya vijana wa JKT kwa kutekeleza miradi ifuatayo: ujenzi wa vituo vya madini katika mikoa ya Tanga, Handeni, Ruvuma, Katavi, Mbeya, Simiyu, Mara na Kagera, na vile vile umefanyika ujenzi wa ukuta katika mgodi wa Merelani, Simanjiro, Manyara, na mgodi wa Isaraniro, Butiama, Mara. Pia ujenzi wa majengo ya halmashauri ya wilaya ya Kibaha, Kibiti, Mpibwe, Chamwino, Kondoa, Simanjiro, Karambo, Mafinga, Mpanda, Nsimbo na Newala, na ujenzi wa majengo ya taasisi ikiwemo maabara ya chuo kikuu cha Sokoine, hostel ya madarasa ya chuo kikuu cha Mzumbe, na ujenzi wa sakafu ngumu bandari kavu Kwara, na ukarabati wa hosteli ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na pia kuanzisha na kuimarisha viwanda vya SUMA JKT ikiwemo kiwanda cha maji Mgulani kilichofikia uwezo wa kuzalisha katoni 2500 za nusu lita na katoni 4400 za lita moja kwa siku, na maji haya yanatumiwa kwa ajili pia ya usalama wa taifa letu na pengine ulinzi, kwani maji haya hutumika katika vikosi, hutumika katika makambi, na sasa hivi yanatumika katika shirika letu la ndege la Air Tanzania na katika shughuli mahususi za kitaifa. Kwa hiyo hii mtu anaweza akasema, kwa nini mnaenda kujenga kiwanda cha maji? Kina maslahi mapana kwa taifa letu. Lakini pia kiwanda cha ushonaji Mgulani chenye uwezo wa kuzalisha mavazi ya kijeshi, na kiwanda cha bidhaa za ngozi Mlarakua, kiwanda cha kuchakata mahindi Mlali Songea chenye uwezo wa kuchakata tani 20 kwa siku, kiwanda cha samani cha Changombe, kiwanda cha taa za LED kilichopo Dar es Salaam. Kwa hiyo haya nimesema kwamba ni kuchangia katika uchumi. Tunachangia katika uchumi, lakini pia tunaangalia aspect ya ulinzi na usalama.
na ujenzi wa miundombinu na usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi wa REA katika mikoa ya Morogoro, Shinyanga, na ufungaji wa umeme katika ofisi za mamlaka ya mapato Singida, shule ya mfano mkoa wa Dodoma na ofisi ya Rais Ikulu Chamwino, na upatikanaji wa matrekta, zana za kilimo, vipuri vya matrekta na kutoa huduma baada ya mauzo. Huduma zinazotolewa katika mikoa ya Morogoro, Dodoma, Simiyu, Manyara, Katavi, Ruvuma, Kagera, Geita, Kigoma na Pwani. Kwa hiyo kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kwa hiyo na sisi katika kuchangia uchumi, hili ni eneo mojawapo ambalo tunafanya kuhakikisha kwamba kilimo pia kinaweza kikapata haya mahitaji yanayotakiwa ili kiweze kuendelea kwa tija na kwa faida kwa wakulima wetu. Na kutoa ulinzi katika vituo vya treni, hii nilishasema, na kutoa mchango katika kutunza vijana wa JKT, ambapo kwa kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka wa fedha 21-22 hadi 24-25 SUMA JKT imechangia jumla ya shilingi bilioni 2,667,84,941 kwa ajili ya kugharamia shughuli za malezi ya vijana wa JKT, lakini pia imetoa gawio lenye jumla ya shilingi bilioni 4,275,50,000 kwenda mfuko mkuu wa serikali hazina. Utekelezaji wa mkakati wa kilimo. Ndugu wanahabari, katika miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, wizara kupitia JKT imetekeleza mkakati wa kilimo wa mwaka 2019-2020 hadi 2024-2025 ambao umelenga kuongeza uzalishaji wa mazao na kujitosheleza kwa chakula, ili kwanza kuipunguzia serikali gharama ya kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ya JKT na pia kuchangia katika usalama wa chakula wa taifa. Jumla ya tani 9,165 za mahindi na tani 2,883 za mpunga, tani 144 za alizeti na tani 44 za maharage zimeweza kuzalishwa. Na katika uzalishaji huu tani 5,034 za mahindi na hizi tani za mazao mengine nilizozieleza zimetumika kulisha vijana waliohudhuria mafunzo ya JKT, na tani 2,588 za mahindi zimechangia katika usalama wa taifa. Ziara za viongozi katika sekta ya ulinzi nchini Tanzania. Wizara ya Ulinzi na JKT kupitia uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, imeimarisha mahusiano baina ya Tanzania na nchi rafiki ambazo zimeonyesha nia ya kuisaidia katika maendeleo ya jeshi letu kizana, kivifaa na kiteknolojia. Vile vile ziara za viongozi zimesaidia kuimarisha ushirikiano baina ya jeshi la Tanzania na nchi rafiki, kwa kuwa zimesaidia kuibua mipango na miradi ya ubia ili kuboresha uzalishaji katika viwanda vya kijeshi, na yapo maeneo ambayo tayari yameanza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais na anapokwenda katika ziara zake huongelea pia swala la ushirikiano katika sekta ya ulinzi, lakini na sisi wengine tunapotembelea hizi nchi mbalimbali pia tunahakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kufata maono ya kiongozi wetu, na tayari yamekuwepo maeneo mbalimbali ambayo tumeshayaainisha ambao tunaweza kuwa na ubia wa pamoja, lakini maeneo mengine ambayo tutashirikiana kimisaada na kwa njia nyingine. Fanikio lingine kubwa kabisa katika serikali ya awamu ya 6 ni utatuzi wa migogoro. Imekuwepo migogoro ya ardhi ya muda mrefu kati ya wananchi na makambi yetu mbalimbali. Kwa hiyo katika awamu hii ya 6 tumekuwa na mpango wa kutatua migogoro ya ardhi wa mwaka 2021, 24, 25, na kupitia mpango huu tumefanikiwa kutatua migogoro ya ardhi iliyotambuliwa kwanza kwa kuhuisha mipaka. Naweza tu kwamba mpaka haueleweki, mnavutana na wananchi, lakini mipaka imehuishwa kwa kupima maeneo hayajapimwa, kwa hiyo maeneo yanapimwa na kufanya uthamini na kulipa fidia katika baadhi ya maeneo ambayo yanatakiwa wananchi walistahili kulipwa fidia.
Na katika kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka wa fedha 2024-2021 hadi Februari mwaka huu 2025, wizara imefanikiwa kutatua migogoro 80 kwa kupima maeneo 263 na kuyapatia hatimiliki. Kwa hiyo hapo mgogoro umeisha. Inaeleweka ni eneo la nani. Na kuyapatia maeneo yaliyopimwa ni 263, lakini yaliyopatiwa hatimiliki ni 143. Aidha, wizara imefanikiwa kufanya tathmini na kulipa fidia kwenye maeneo 61 ambayo gharama fidia iliyokwisha lipwa kwa kipindi hiki cha miaka minne ni bilioni 54 milioni 130 laki 521,088. Sasa hizi nimeonesha tu ni hela ambazo zimetolewa kwa ajili ya kulipa fidia, lakini kwa kazi nzima ya kufanya uthamini, kuyatembelea maeneo, kuyapima, pia na penyewe kuna gharama kubwa ambayo imetumika, na hii inaonesha ni kwa jinsi gani serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kuhakikisha kwamba migogoro hii ya ardhi inahitimishwa. Kwa hiyo migogoro iliyobaki ni michache sana. Najua kwamba wananchi katika baadhi ya maeneo wanasubiria kulipwa fidia, na kama nilivyosema jana, tunayo hayo maeneo 26 yaliyosalia ambao tunaendelea kushirikiana na 26 yaliyosalia ambao tunaendelea kushirikiana na Wizara ya Fedha ili kuhakikisha na hawa wananchi katika maeneo haya wanalipwa fidia. Kwa utashi na mapenzi makubwa alionayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni rais wa serikali ya awamu ya 6, tuna imani kwamba na huku kutakamilika ili migogoro yote iweze kuwa imetatuliwa. Fanikio jingine ni ushiriki wa Tanzania kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika michezo ya kimataifa. Ni mikutano nimeshaongelea. Na kwa upande wa michezo yamekuwepo mafanikio makubwa ambapo timu za majeshi yaliyo chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa zimefanikiwa kupata teuzi za uongozi kwenye vyombo vya kusimamia michezo katika mashindano mbalimbali ndani na nchi yetu, na kushiriki na kupata ushindi katika michezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwanza, Brigedia Jenerali Hassan Rashid Mabene kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya maandalizi ya mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika hapa nchini mwaka 2027. Sisi sio wizara ya michezo, lakini kwa kutambulika kwamba na sisi ni wadau wakubwa ambao tuna mchango mkubwa, basi ilipendeza serikali kuteua mjumbe katika kamati hii muhimu sana. Lakini pia ni Meja Jenerali Haruna Kasui aliyechaguliwa kuwa rais wa kamati ya ufundi ya mpira wa kikapu wa Baraza la Michezo la Majeshi Duniani, na kuwa Mtanzania na Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hiyo tangu mwaka 1948 baraza hili lilipoanzishwa. Hii ni kitu cha kujivunia kwamba ni Mtanzania wa kwanza mwaka 1948 mpaka leo. Naomba mpige hesabu ni miaka mingapi, anakuja kuwa Mtanzania wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hii. Tunajipanga kuhakikisha kwamba tunapopata fursa kama hizi nasi tunazitumia ipasavyo, kwa sababu kazi kubwa inafanywa na serikali ya awamu ya 6 kuleta fursa. Kwa hiyo fursa hii na sisi tutaitumia ipasavyo kuona tunafanya namna gani. Timu ya mpira wa miguu ikiwemo Mashujaa FC iliyopo Kigoma kufanikiwa kupanda ligi kuu Tanzania bara na kuungana na timu ya JKT Tanzania. Pia timu ya wanawake ya mpira wa miguu JKT Queens nayo imeendelea kufanya vizuri sana, na naomba tuwapigie makofi kwa sababu wanafanya vizuri sana, na wote niliowataja wamefanya vizuri. Pardon? Nayo imeendelea kufanya vizuri katika michezo ya ligi kuu ya wanawake kwa kufanikia kwanza kutoa ubingwa wa Sekafa kwa mwaka 2022-2023. Iliwapa tiketi ya kushiriki michuano ya klabu bingwa Afrika kwa wanawake nchini Ivory Coast na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake mwaka 2023-2024. Vile vile timu ya JKT Queens imeibuka na ubingwa katika mashindano ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati wa mwaka 2023 yaliyofanyika mwezi Februari 2025 katika uwanja wa Chamazi Complex. Lakini pia ni jana tu au juzi tu wameibuka pia kwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake nchini Tanzania. Nimesema uongo? Sio, wamefanya vizuri sana. Sio, wamejitahidi sana.
Kwa hiyo wanahitaji pongezi. Haya, nawashukuru kwa kuniunga mkono. Na pia ni ushindi wa Private Najet Idris Abasi aliyeibuka golikipa bora katika mashindano ya ubingwa wa mpira wa miguu kwa wanawake ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Na timu ya riadha ya wanariadha mmoja ikiwemo Sajin Taji, Ezekiel Jafari Ngimba aliyeshika nafasi ya pili katika mbio za kilomita 42 za Sahara Military Marathon Abuja, Nigeria mwaka 21. Sajini Alphonse Simbu aliyeshinda nafasi ya pili kwenye mbio za riadha za Sims kilomita 42 huko China mwaka 21. Ushindi wa mbio za Osaka Marathon za mwaka 20 International Half Marathon 2023 alipopata medali ya shaba. Ushindi wa mbio za Boston Marathon ya 2025 alizoshiriki nchini Marekani na kufanikiwa kushinda medali ya fedha. Naye huyu katuheshimisha sana. Na Kopro Magdalena Shauri aliyepata medali ya dhahabu mashindano ya michezo ya majeshi kwa nchi za Afrika yaliyoandaliwa na Umoja wa Michezo wa Majeshi barani Afrika Novemba 2024 huko Nigeria. Private Joseph Panga aliyepata medali ya fedha katika mashindano ya mbio za nyika zilizoandaliwa na Baraza la Michezo la Majeshi Duniani iliyofanyika nchini Uswizi 2024. Na timu teule ya riadha ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania iliyoibuka mshindi wa kwanza na kupata medali ya dhahabu katika michezo ya majira ya baridi yaliyofanyika Uswizi mwezi Machi mwaka huu. Na timu ya ngumi ambapo washindi walikuwa Sajentaji Suleiman Kidunda aliyetoa ubingwa wa World Boxing Federation in Africa, Private Yusuf Changarawe na Private Kasim Mbudikwe waliopata medali za shaba kila mmoja katika mashindano nimesemaje? Nimefanya kosa la kiufundi. Wakati nikimtaja Mohamed Haruna nimesema ni meja jenerali. Ni meja, naomba mniwie radhi. Ni meja, sio meja jenerali, ni meja. Private Kasim Mbudikwe waliopata medali ya shaba kila mmoja katika mashindano ya ngumi ya Jumuiya za Madola, na Private King Lucas Mwajobaga aliyeibuka na ubingwa katika mashindano ya ngumi za kulipwa yaliyofanyika Tunisia baada ya kumshinda mpinzani wake kutoka Angola. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, lakini pia ni kazi kubwa inayofanywa na wanamichezo hawa, lakini pia ni kazi kubwa inayofanywa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na JKT katika kuimarisha michezo na kuona umuhimu wa michezo, lakini kuunga pia mkono ajenda ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametoa kipaumbele kikubwa katika michezo. Na tunaona mafanikio ya kipaumbele hiki katika michezo. Michezo ni uchumi pia. Kwa hiyo michezo inachangia katika uchumi wetu kwa njia mbalimbali. Kwa watu kuja hapa, lakini kwa kushiriki katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo haya pia ni mafanikio katika serikali ya awamu ya 6. Lakini pia serikali ya awamu ya 6 imewezesha wizara, lakini pia kabla ya hapo, lakini pia katika serikali ya awamu ya 6 tumeweza kuwa mwenyekiti wa michezo ya majeshi ya dunia. Na mkutano huu ulifanyika mwezi Mei mwaka jana, ambapo mgeni rasmi alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Israel Mpango aliyemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu. Aidha, kufanyika kwa mkutano huu mkubwa duniani hapa nchini kielezo tosha cha mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kuvutia na kuweka mazingira mazuri ya kidiplomasia ya michezo. Fanikio lingine, ndugu wanahabari, la serikali ya awamu ya 6 ni kuwezesha wizara kuimarisha huduma za tiba kwa maafisa, askari na watumishi wa umma na familia zao, lakini pia na wananchi wanaoishi karibu na hospitali na vituo vya tiba ambavyo ni vya jeshi. Katika kuboresha huduma za afya, juhudi mbalimbali zimefanyika
kuongeza upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ikiwemo machine za digitized x-ray, ultrasound, magnetic au niseme tu MRI, alafu niseme tu CT scan katika hospitali za Jeshi Lugalo, Mwanza, Dodoma. Vile vile Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania imeboresha upatikanaji wa huduma muhimu ikiwemo usafishaji wa figo katika hospitali kuu Jeshi la Lugalo na kuongezewa madaktari bingwa na serikali. Pia huduma ya bima ya afya jeshini imeboreshwa kwa kuweka utaratibu wa kushirikiana na hospitali zisizo za kijeshi. Kwenye swala la matibabu, pamoja na kwamba huduma hizi ni kwa ajili ya wanajeshi na familia zao, lakini kwa kiasi kikubwa mimi katika kutembelea ya maeneo niliweza kubaini karibu takribani 80% ya wanufaika wa matibabu haya na huduma hizi ni raia. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba ni jinsi gani tunaposema hili ni Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, mnaweza mkaona ni jinsi gani lipo katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na katika eneo hili. Na kwa kutambua hilo, ndio maana serikali ya awamu ya 6 pia imeweka nguvu kuhakikisha kwamba hospitali hizi, vituo hivi vya afya na vyenyewe vinaweza kuboreshwa ili viendelee kutoa huduma kwa wanajeshi wetu ambao ni muhimu sana. Huduma kwao ni muhimu sana. Unapoongelea kwamba unataka jeshi ambalo ni timamu, jeshi ambalo ni tayari wakati wote, lazima afya zao pia ziwe vizuri wakati wote. Na hili serikali imelitambua, ndio maana unaona nimetaja haya mambo makubwa ambayo yamefanywa kivifaa, lakini pia kihuduma. Hii yote ni kuonesha jinsi gani jeshi letu linathaminiwa na serikali ya awamu ya 6. Hitimisho, ndugu wanahabari. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa inatoa pongezi na shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa uongozi wake mahiri, maono yake mapana ambayo yamewezesha kutekeleza shughuli mbalimbali katika sekta ya ulinzi kwa mafanikio makubwa, na hivyo kuchangia katika kuimarisha ulinzi, amani na mshikamano. Taifa letu lina amani na ni salama kabisa. Na naweza kusema kwa kujivuna kabisa, taifa letu ni amani na ni salama kabisa, na hivyo hatuna budi kuwa na imani na serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kuendelea kuchapa kazi, lakini na sisi kushiriki katika kuimarisha amani hii na mshikamano huu. Hakika kwa kazi iliyofanyika hatuna budi kusema kazi iendelee, na kwangu mimi sina budi kusema mitano tena kwa Amiri Jeshi Mkuu. Haya, hivyo Watanzania wenzangu, kama mnavyofahamu, nikimalizia, tunakwenda katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Tujitokeze sote kwenda kutumia haki yetu ya kikatiba na kuwachagua viongozi sahihi watakaoendelea kuyaendeleza haya maendeleo tuliyoyapata, lakini pia kuhakikisha kwamba taifa letu linabaki na amani na mshikamano na tunasonga mbele zaidi na zaidi. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa katika maeneo mengi. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanaendelezwa kwa kufanya uchaguzi sahihi. Baada ya kuyasema hayo, niwashukuru sana na nimuombe Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki wizara yetu ya Ulinzi na Kujenga wizara yetu ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, na atubariki sote, tuendelee kuwa na afya njema na tuendelee kuwa Watanzania wenye mapenzi mema kwa taifa lao. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Dr. Stergomena